قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآيات الأربع من صدر هذه السورة في قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها عوص بن الصامت. كان في حالة الفقر قائلا أنت علي قضاء الأم، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فانطلقت المرأة إلى رسول الله وتشكو حالها وحال أطفالها وضعف زوجها، ثم فرج الله كربتها ونزل الوحي ببيان حكم بما وقع فيه من الظهار وبقي تشريعا إلى قيام الساعة. Wenzangu Waislamu, nichukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkiwa katika khutba na ibada ya Ijumaa, mtumie msemo wa ulama balagha wakisema, a'iruni adhanan wa'iyatan wa quluban khashi'a, mniazime masikio sikivu na nyoyo zingativu. Na nitakayoyasema leo kwenye Ijumaa mafupi, wasma'uhu biadhani alqulub kabla adhani aljawarih, yasikilize kwa masikio ya nyoyo kabla ya masikio ya maumbile, linatahidu biha wa linaqulahu iba, ili tuaidhike nayo na tukitoka hapa tuchukue mazingatio na tubadilike. Ndani ya Qur'an kuna sura inaitwa Suratul Mujadala, au kipenda unaweza ukaita Suratul Mujadila, na ile qad sami'a Allahu qawla allati. Sura hii ina aya 22 na kila aya yake ndani yake kuna lafdhul jalala, jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haingii sehemu lafdhul jalala isipokuwa ndani yake kuna mambo makubwa. Innal adhaima kufuha al-udhaa, na mambo makubwa siku zote kiboko yake ni wakubwa. Sura hii ilishuka baada ya mwanamke mmoja muumini nyumba yake kutingishika kidogo, nyumba yake kuyumba kidogo, kwa sababu Mola wetu karimu ametuhusia sana nyasaya nyingi, akituambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wanawake tukae nao kwa wema, wanawake tukae nao kwa uzuri kabisa. Jamii iliyopita kabla ya Uislamu walikuwa wakimdestroy na kumtesa na kumdhalilisha mwanamke. Ilikuwa mtu akiambiwa mke wake kazaa bebe gani, anakunja sura yake kwamba sura yangu utaiweka wapi. Walikuwa wanasema mtoto wa kike hana faida, faida zake mwanamke ni mbili na faida zenyewe ni hasara. Anasubiri mtu afe aliye sana, au kila saa kuomba sina mafuta sina nini. Kwa hiyo ilikuwa akizaliwa mtoto wa kike anauawa akiwa hai. Ndio Mungu anasema wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, iko siku mtoto wa kike ataulizwa. Uislamu ulipotambua thamani ya mwanamke ukamfuata mwanamke kidogo kidogo, fa idha hiya bintan zawjatan thumma umma, alipokuwa binti wa mtu mpaka akawa mke wa mtu mpaka akawa mama wa mtu. Uislamu ukamfuata kidogo kidogo mwanamke, faharrara mar'a, ukampa hurriya,
ukampa freedom, ukampa cheo mwanamke, ukaweka na iqab, onyo kali, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Khutba yetu ya leo unwani yake inasema chozi la mwanamke. Limefanya nini chozi la mwanamke? Bali wanatuambia wasomi, dunia ya leo imezungukwa na machozi ya wanawake, na tafiti zilizopatikana, hakuna mtu ambaye analia kwa wingi na analia kwa muda mrefu kama wanawake. Wanawake wanalia sana. Mwanamke anaanza kulia Januari mpaka Januari. Wataalamu wanasema ikiwa Mola Rabbul Izza amesema waashiruhunna bil ma'ruf, wake zenu, mabinti zenu, mama zenu, dada zenu, kaeni nao kwa wema, basi yeyote yule ambaye atakayemdondosha mwanamke machozi, huyu ni muuaji. Ukitafuta katika watu wauaji, ni yule ambaye anadondosha wanawake machozi. Zama za jahiliya, kalenda ambazo hazikustaarabika ndo zilikuwa zikimdondosha mwanamke machozi, lakini baada ya kuingia kalenda ya Uislamu imekuwa ni mwiko, harusi mwanamke kudondoshwa machozi. Alikuja mwanamke mmoja mbele ya Mtume Muhammad, analia machozi mengi, tena amekuja mume wake kanikata mkono. Ya Rasulullah, kanikata mkono. Huyu ni sahaba wake, anamwambia nampenda, namuonya, hanisikii, nimepata hasira. Mtume akamwambia twalileha, mpe talaka yake. Wanawake hawaishi na watu kwa mabavu, mpaka umemfanyia hivi, mwache mtoto wa kike, ataenda kuolewa na wanaojua kulea. Chozi la mwanamke. Waislamu, machozi yako aina nyingi. Kuna machozi ya mwanzo ni machozi ya furaha. Kuna machozi ya pili ni machozi ya huzuni. Moyo ukifurahishwa, moyo ukiridhishwa, mara nyingine inasababisha macho yakatoa machozi. Basi utamuona mwanamke ukimfurahisha, ukimridhisha, akatoa machozi ya furaha, basi tone moja la chozi la furaha la mke wako linashuka na matilioni ya baraka. Ukifanikiwa mkeo kumbebisha, kumbembeleza, kuishi naye kwa ihsan bila kumdhulumu, research ya Kiislamu inasema watu wengi hufanikiwa maisha yao, biashara zao kwa tendo la zawadi. Mpaka Allah akasema litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, ili nyinyi mpate utulivu wa maisha, wa akili, wa uchumi. Ukiitizama dhamiri ilivyolenga litaskunu, si kwamba utulivu utakuja kwa mke wako ni mweupe sana, ni mzuri sana, ana umbo sana. Hapana, bali kuna vitu mke akivitoa ndio wewe unapata utulivu. Hata awe ni mzuri, kuna vitu asipovitoa upate utulivu, lakini akivitoa vile vitu unapata utulivu kuanzia biashara. Ndio wengi waliojenga ni baada ya kuoa, ndio wengi waliopata uongozi ni baada ya kuoa. Bali Waarabu wanasema inna waraa kulla rajulun adhim imra, behind every gentleman there is a woman. Ukimwona mwanaume aliopiga hatua, ametahawal, ameleta mabadiliko makubwa katika society, hakufika hapo isipokuwa nyuma yake kuna sapota ya mwanamke. Msione kwamba watu wa nyumbani hawana mafungamano yoyote na maisha yetu, wana mafungamano makubwa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kufanikiwa baadaye, lakini mafanikio yake ni baada ya kumpata mke, na Allah alisema wajadaka ailan
faamna, tulikukuta wewe ukiwa maskini, huna kitu, tukakutajirisha kwa kumuoa Sayyida Khadija. Ndio hata ulama asira wakimtaja Khadija utasikia Khadijatan, man Khadija wa ma adraka man Khadija. Alimpata mume wa sawa sawa na baraka zikamwenea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mkeo ukimfurahisha nafsi yake, usimsononeshe akafikia stage mpaka akalia mapenzi yametaala katika moyo wake akatoa machozi. Kila chozi lake moja linashika na mamilioni ya baraka. Ndio pale mwanaume anafanikiwa. Hata ukiuliza hizi gari umezipata saa ngapi, nyumba hizi umezijengaje, mbona hazifanani na umri wako, unaona kila kitu kinajengea chenyewe, mpaka unasema huyu wife nilivyompata wallahi ana baraka, nilivyomuoa tu mikono yangu imefunguka. Hapana, umejua kumlea, umejua kumwenzi, umefuata mafundisho sahihi ya Qur'an. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, umeishi naye kwa wema. Lakini pia machozi ya pili ni machozi ya huzuni. Moyo ukiumizwa, moyo ukitoneshwa, moyo ukisononeshwa, basi binadamu hutoa machozi. Mke wako akakaa pembeni akaanza kutoa machozi kwa vituko vyako mzee wewe, kwa tabu unazompa, manyanyaso na kejeli bila kumjali. Kumbuka mwanamke alipotoka kwao hajafuata kula wala kunywa. Tokea kwao alikuwa anakula anakunywa, mara nyingine alikuwa anakula bora zaidi kuliko kwako. Amefuata happy match, alikuamini, alikuelewa, akaacha wanaume wote kwa sababu wewe ni ustadhi, so wewe ni mpole, so wewe ni kabila fulani, so wewe ni mtu mzima fulani. Inawezekana akapata furaha kwako. Alipokuja kwako, mikono ya FFU ina nafuu. Kila siku anakonda, ananikamika, mpaka akaanza kutoa machozi. Chozi moja la mke wako linashuka na matirioni ya laana. Ndio maana wanaume wengi hawafanikiwi, wana madeni makubwa na hatuoni maendeleo ya maisha yao. Wana maradhi, wakimaliza wallahi hospitalini hawajulikani wanaumwa nini, maradhi waliokuwa nayo. Kinachomtesa ni chozi la mke wake linamsindikiza. Wanawake wengi leo, miongoni mwao mke wako, ukiwatizama usoni mwao wamejaa vilio kuliko vicheko, wamejaa huzuni kuliko furaha. Umekuja Ijumaa, umemwacha mke wako, mara nyingine anawaza ajiue, hata haelewi wapi anakwenda mwanamke huyu. Umemdestroy mwanamke, uko mbali na mila ya masahaba. Kama kuoa kwenyewe ndoa yako ndio iko hivi, iko mbali kabisa, iko mbali kabisa. Mwanamke huyu, mwanamke. Sasa wanasema dunia nzima hii imezungukwa na machozi ya wanawake. Wanawake wanalia Januari mpaka Januari analia mwanamke. Wako baadhi ya wanawake wanalia kwa sababu mwanamke huyu zamani alibakwa na wanaume, alibakwa na kundi la wanaume. Sasa huyu mwanamke kila akipita pahala, akisikia nyimbo za msiba, akisikia kaswida, anawaza kubakwa. Unamkuta mtoto wa kike anamwaga machozi, akiona mkusanyiko wa watu msibani anamwaga machozi, anapata machozi ambayo hayana break. Akisimama anatoa machozi, akitazama pembeni analia machozi. Akiwaona wanaume anakumbuka ubakaji. Wako waliobakwa wakiwa watoto wachanga, wako waliobakwa wakiwa wasichana, wako wanawake wamebakwa ni watu wazima. Mwanamke analia, anatoa machozi. Lakini kuna wanawake wengine alikuwa anaishi na mume wake, kisha yule mume kafa, kamwacha watoto. Ndugu wamekuja kumtoa katika nyumba ya mume wake, akaenda mahakamani, hakimu akahongwa, mwanamke akafukuzwa, anazunguka barabarani na watoto, analala kwenye viwambaza, bado chozi la mwanamke linalia. Ni nani anayemdondosha mwanamke machozi yake?
Anayemdondosha mwanamke machozi, huyu ni muuaji. Usiwe miongoni mwa watu mwenye kumdondosha mwanamke machozi. Ni hatari ya hali ya juu sana. Mwanamke analia. Lakini pia kuna mwanamke mwingine, huyu ni mke wako wewe. Mwanamke huyu umemtelekeza mwanamke, unamnyanyasa na watoto, haumpi huduma za kutosha. Kila siku anazunguka ofisi za Kiislamu kutatuliwa kesi yake. Ongeni na mume wangu, sipechiwe hela ya kula. Unamtesa, unampiga, unamsaliti waziwazi. Anaona simu chafu kwenye simu yako, anaona message chafu, anakueleza na kipigo juu. Baada mwanamke ataendelea kudondosha machozi. Twende kidogo kidogo. Yuko mwanamke umecheza na hisia zake, ukamtongoza, ukamshawishi, na wengi ndio tuko hapo. Na sala zako 5 umeyafanya haya, na hija uliotoka umeyafanya haya. Ukamwambia nakupenda, nitakuoa, nitakuhifadhi. Baada ya pale binti akakuelewa, ukampeleka lodge, ukamharibia usichana wake. Si msichana tena huyo. Istoshe kumharibia usichana na mimba juu. Na baada ya kupata mimba umemkana mzima mzima. Sio mimba yangu, kama ni ya kwangu nibebeshe mwenyewe kichwani, tusijuane. Mtoto wa kike huyu akaenda nyumbani akapigwa peke yake. Mtoto wa kike na mimba akafukuzwa shuleni, amevunjika future yake. Huyu mtoto wa kike analia. Umemchiti, umemsaliti, umemfanyia udhalimu mkubwa, analia. Kila akienda kliniki akitizama tumbo lake linavyokuwa, unamkuta mtoto wa kike anadondosha machozi. Mpaka siku anaingia leba kujifungua peke yake, analia mtoto. Akimtizama mtoto anavyokuwa, analia. Siku mtoto wa kiume ana homa, analia. Anambeba mtoto wake mgongoni, mtoto wa kike anaenda kuuza matango barabarani. Wewe umemfikisha hapo mtoto wa kike, bado machozi ya mtoto wa kike yanadondoka. Ni nani anayemdondosha mwanamke machozi? Waashiruhunna bil ma'ruf. Mtu yoyote mwenye kumliza mwanamke, Allah ametoa nasaha, Mtume ametoa nasaha, ishini nao wanawake. Ndugu zangu Waislamu, kwa wema. Hatukuwaona masahaba wakiyafanya hayo, lakini watu wa leo tunamtesa mwanamke. Tena mwanamke analia mara nyingi. Mwanamke ana tabia, mkeo analia ndani kwa ndani. Vile unavyomtonesha, ndugu yangu, pesa huna kaka, hata maneno mazuri huna, una maneno ya kujeruhi tu. Unampasua, kagonga chupa ya chai, mpaka ukoo mzima unamtukania baba yake, unamsema maneno yote. Unamkuta mwanamke analia ndani kwa ndani, analia ndani ya roho yake, anaficha machozi yake ili jamii isione machozi yake, anaficha machozi yake watoto wasione machozi yake, analia ndani kwa ndani. Kwa sababu watoto wakiona machozi ya mama yao hawawezi wakampenda baba. Ila anayetambua huzuni na unyonge wa mwanamke ni mtoto mchanga anayenyonya. Mwanamke mwenye hasira sana, mwanamke aloumizwa sana, mwanamke anaelia mara nyingi sana, basi hata yale matiti yake yakimnyonyesha mtoto yanatoka maziwa machungu. Unamkuta mtoto kile akipewa ziwa halipupia na kataa. Huyu ni mama ameumizwa muda mrefu sana. Kwa hiyo usimuone mkeo, sijamuona kulia, amelia muda mrefu ndani kwa ndani. Ikiwa too much, analia ndani na nje. Ukimuona mkeo sasa amedondosha machozi, tambua amelia muda mrefu sana ndani kwa ndani. Na kuna watu wengine anamliza mwanamke mpaka ile chupa ya machozi anakamua, kile kubuyu cha machozi yanaisha kabisa. Unamkuta mwanamke halii tena. Ukiona mwanamke, ndugu yangu Muislamu, halii tena, hapo wanawachuoni wanasema sasa mwanamke huyo anatahawali, anabadilika, anatoka daraja la binadamu anakuja daraja la mnyama kamili.
Ndani ya sura At-Taghabun Mwenyezi Mungu alituonya kule, akasema inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Hakika wake zenu na watoto ni maadui zenu, na si mpango wa Mungu kutugombanisha sisi na wake zetu. Anatuonya tuishi nao kwa wema. Watu wa balagha wanasema ala ruusi nisa jannatun wa nar, kwenye kichwa cha mwanamke unayemfanyia unaoyataka, tambua kichwani mwake mna pepo na moto. Wewe unachagua position yako ni ipi. Ukicheza vibaya na machozi yake unaweza ukaanza kupata moto hapa, na wengi sisi moto unatuakia. Kuna watu wameoa wallahi vigezo vyote, katafuta mke mzuri lakini mke hana utulivu, kila siku anadaiwa talaka, kila siku anagombana. Wewe ndio wife material. Nikajua mpaka pressure zinakupanda, mpaka hivi sasa ushaoa wanawake 12. Kinachokusababisha ndoa zako hazisimame, kumbe zamani kuna binti mtaani ulimtenda, chozi la mwanamke wa kumzini linakusindikiza. Watu wengi wanasindikizwa na machozi ya wanawake. Uliona sio Muislamu, ndio nishamalizia, na wewe mwenyewe unasema hapa sio, inapita tu. Hakuna mtu wa kupita, hakuna mtu wa kupita. Mtu mmoja alitaka kufanya ufedhuli huo zama za Mtume Muhammad, akamwambia ya Rasulullah, mimi nitafanya yote, nipe ruhusa nizini ya Rasulullah. Mtume akamwambia, wewe huku ni kucheza na hisia za watoto wa watu. Wewe uko tayari mama yako aziniwa, ambia lastu musta'idi ya Rasulullah. Dada yako siko tayari, mke wako siko tayari, ambia basi utakaye mzini ni kaka wa mtu, ni dada wa mtu, ni shangazi wa mtu, unaumiza watu. Azina de manzana yuzna, utalipizwa vibaya, acha jambo hili. Mtume akampiga kifua, akamwombea dua, akamwambia mlango uliochukua ni mbaya, wanawake hawachezewi vibaya, wanawake ni khairi kama utaitaka khairi. Mpaka ulama balagha wanasema khaf aduwaka awwala marra wa khaf sadiqaka alf marra liannahu ya'lamuka dharra. Muogope rafiki yako mara moja kwa sababu ushaambiwa ni rafiki. Muogope adui yako mara moja kwa sababu ushaambiwa ni adui. Hata akija kuswali nyuma yako uwezi ukakubali. Lakini wallahi rafiki yako muogope mara 1000, kwa sababu rafiki anajua sehemu gani anaweza akakumaliza. Hakuna rafiki kama mke. Ukiishi naye mke vibaya anaweza akakufanya chochote. Ukimwona mke hali tena mpaka anasema mimi kulia basi nishamchoka, ukashakuwa mnyama huyu. Yuko mwanamke siku hizo amelia wewe, amefumania wewe, ameonyesha vituko wewe, mwisho kasema sili tena. Siku hizo akawa anamsubiri mume wake arudi nyumbani. Aliporudi mwanaume akatoka kaenda kununua sime kali kwa masaa, akamwandalia mume wake maji ya kuoga na mapenzi. Alipomuona mume wake kalala, akamkata sehemu zake za siri. Singerema imeonyeshwa kwenye television, ndio maana nasema kauliwa. Alikuwepo mwanamke mmoja Mwingereza, kuna kitabu kilitungwa kinasema vipi unaweza kumuua mume wako kimya kimya. Mwanamke wa Kiingereza anakifungua, anasoma kwa umakini, anatafuta pointi vipi utammaliza mumeo. Wanaume tunawatesa sana wanawake. Angalia bwana mmoja anarudi kazini. Aliporudi kazini akamuita mke wake, hati ta lete chakula, uridu kili firash, njoo tustareke. Mtu mmoja alisema Mwenyezi Mungu angekuwa anataka mashwera kwa viumbe, hebu niambie nikuumbe ni vipi, nifanye tajdidi juu ya nafsi zenu. Akasema Mungu angetoa ushuhuda huo na ushauri huo. Wengine wakasema basi Mwenyezi Mungu kuanzia leo tuwekee miguu ya chuma, tusinunue viatu na kandamili, basi tufanyie hivi. Msemaji mmoja anasema na mimi ningepewa fursa hiyo ningemwambia Allah, basi mimi nakuomba hawa wanaume hawa wape zamu ya kuzaa na wake zao. Mwaka huu akizaa mama, mwaka ujao azae mwanaume, kwa sababu wanaume hawa
vile wanavyowatiti wanawake hatari. Unamkuta mwanamke ana tumbo la kujifungua kubwa, tena unaambiwa mimba yake ni ya kupasuliwa mshono. Unajua mwanamke ana dhima kubwa kuliko mwanaume. Mwanamke ni mama wa dunia nzima. Mwanamke kazaa wanaume, akazaa wanawake, akaizaa mwenyewe. Yani ukiwaona wanaume wote wamezaliwa na mwanamke, na ukiwaona wanawake wote wamezaliwa na mwanaume. Hakuna mwanaume aliingia leba akajifungua. Ana dhima kubwa mwanamke. Sasa unamkuta mwanamke tumbo kubwa, hawezi hata kuinama, lakini mwanaume hana hata huruma. Umefua nguo, letee chakula, letee sahani, niwekee maji kaoge. Anakwenda na tumbo lake, wala hana kinyongo. Tena ushaenda kuoga na taulo umesahau, lete taulo huko. Huyu mwanamke, angalia, siku moja mtu mmoja anakuja kwa Amira al-Mu'minin Umar baada ya kugombana na mke wake. Alipokuja akasikia Umar naye kidogo amepishana, akawa anaondoka zake. Umar akamwambia, njoo, mumkin ista'adhanta, wewe umegonga mlango sio? Ambia ndio, lakini nina kesi na mke wangu, lakini naona na nyinyi mna yale yale. Umar akamwambia, njoo nikusikilize, ya kwangu niachie. Kisha akamplize, akamwambia, una matatizo gani? Kwa nini unakuja kumshtaki mkeo? Tuwavumilie wanawake, wana mambo makubwa kwetu. Tunadhifuna albayt, wanatufulia, wanatusafishia majumba yetu. Tahlisna almalabis, wanafua nguo zetu. Wote tuliokuja na nguo tumefuliwa na wake zetu. Tutbahuna ta'am, wanatupikia vyakula. Na hata Mwenyezi Mungu hakuwaamrisha, tambua ihsani ya mke wako, kakae naye vizuri, kayamalizeni, umbembeleze mwanamke. Basi huyu bwana karudi, niletee chakula, wamekula. Aya, twende tukalale. Mambo mengine yakapita. Wakiwa wamekaa pale, kwa bahati mbaya ikaingia message kwenye simu ya mke wake. Vipi, tunatoka au hatutoki? Yule bwana akafungua, akamwambia, huyu ni nani? Akamwambia, namba haikuseviwa, hewa haina jina, hata mimi sijui. Inawezekana ikawa ni wrong tu, message imekuja. Kwa sababu tuko pamoja, mpigie, mimi nakupenda wewe. Na ndio mwanamke ndo alivyo. Mwanamke ni vigumu sana kumchiti mume wake. Ukiona mke kakusaliti, kuna jambo ndani yake, kwa sababu mwanamke hawezi kukashifu nguo zake ila kwa mwanaume alompenda. Yule bwana hakutaka kupiga namba ile, akampiga mke wake vibaya sana, kamkata nywele, kamdhulumu, kamnyanyulia, kampiga usoni ngumi. Na kati ijtanibul wajha, jiepusheni na nyuso. Haki ya Muislamu usimpige uso, kampiga vibaya. Kisha baada ya pale akalala, akamnyima chakula, na mwanamke alipika yeye, kalala njaa. Usiku wa manane mwanamke anamwamsha mume wake. Ile kumwamsha kampiga zaidi, kumbe kuna kitu cha muhimu alikuwa ataka kumwambia. Alafu yule bwana asubuhi kaenda zake kazini, karudi usiku saa 5. Lakini vile mlango alivyouacha wazi, kaukuta uko wazi vile vile, hakujasafishwa chochote. Kurudi, mbona mwanamke hajafanya chochote? Kamkuta mke wake vile alivyomwacha usiku, alivyolala kalala vile vile, kashamuua zamani mke wake. Kumbe mtoto wa kike alikuwa anataka kumtaka radhi tu mume wake. Umenipiga, umenipitiliza, basi angalau basi mimi nakufa, tusameheane. Wa ila liqa yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin. Ipo ruhusa ya kupiga ndani ya Qur'an, wadhribuhunna bighairi mubarra'in. Lakini hatukumuona mtume kanyanyua mkono wake akaanza kutandika wanawake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hotuba yetu ya leo inasema kila mmoja ajitahidi asidondoshe chozi la mwanamke, kwa sababu Mwenyezi Mungu naye anatafuta machozi yanayomhusu yeye. Machozi ya mke wako yatakugharimu ndugu yangu Muislamu. Chozi la familia, umemtelekeza mke na watoto, uko Mbeya, uko ufanikiwi chochote, machozi yanakusindikiza. Anza kucheka na mkeo, anza kumridhisha mkeo. Vitu vya kutoa, afdalu sadaqa ala dhi karabatin. Kama unataka kutoa sadaka, anza nyumbani. Mwaka mzima hata kijikanga. Mtume SAW hakufanya hivyo, aliwapenda wake zake, muda wote ni furaha. Haya ndio yasema, kwa sababu maisha yetu mabaya. Wama lidhalimina min ansar walan tajida li sunnati llahi tahwila. Madhalim hawana nusra. Umedhulumu familia yako, unaomba dua Mungu akukunjulie, hakukunjulii. Mwambie mke wako, niombee dua. Wallahi dua ya mkeo inasibu.
Akitoka asubuhi anakuombea dua, mume wangu nenda, Allah akufungulie upate. Haya ndio maisha, na Mungu atakupa kwa ajili yao. Lakini mkeo unamwona amekaa pembeni anaomba dua, anaomba nini huyu? Kumbe anakuapiza. Ndio Aisha ameshinda, ya Rabbi, sijui mwisho wangu ni wapi. Mchukulie mkeo kwa vizuri, wale watoto wako kwa vizuri, na hawa mabinti unaowadhulumu mtaani, acha mara moja. Ndugu yangu Muislamu, acha mara moja. Mara nyingine umemkhini mke wa mtu, subhanallah, mke wa mtu umemshawishi, ndoa yake imevunjika, na usimuoe. Ndoa ngapi zishavunjika mikononi mwako wewe? Wama lidhalimina min ansar. Tunamwomba Allah atusamehe pale tulipoteleza, na tukubalie toba zetu juu ya kuwanyanyasa wanawake. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمة مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسن الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأتم وأهم وأكبر. وأقم الصلاة وقوموا لله قانتين.